Radio Kapi. Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Bernardin Nyangi. Kwa muhtasari wa taarifa za habari, jimboni Kivu Kaskazini, watu wawili wakauliwa wakati wa mashambulizi ya wajambazi wanaojihami silaha. Ilikuwa usiku wa kuamkia Alhamis katika vijiji viwili vya mtaa wa Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Jimboni Kongo Central, kazi ya kuweka kisasa barabara ya Soyo Mvwadu inaendelea vema. Hayo ni kupitia ujenzi wa mifereji na kusafisha njia ya barabara. Jimboni Ituri, vijana wanaharakati wa mawasiliano wachagua kujihusisha na msako dhidi ya Ebola mjini Bunia, nikiisha kufaidika na mafunzo kuhusu njia za maambukizi ya ugonjwa huo, hatua za kuizuia na mifumo ya tahadhari mapema. Haya na mengine hivi karibuni. Jambo kwa mpenda msikilizaji, karibu. Jimboni Kivu Kaskazini, watu wawili wakauliwa wakati wa mashambulizi ya wajambazi wanaojihami silaha. Ilikuwa usiku wa kuamkia Alhamis katika vijiji viwili vya mtaa wa Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Vyanzo vya mahali vyadokeza kwamba vitu kadhaa vya samani vya wakazi pia viliporwa. Wahusika wa mashambulizi haya hawajafahamika. Kwa mujibu wa duru hizo, tukio la kwanza lilitokea majira ya saa 5 usiku katika kijiji cha Bugamba ya kwanza, usultani mdogo wa Muja, kwenye wajambazi walimuua kijana mmoja wa miaka 24 na kupora duka lake. Katika usiku ule ule, mama mwingine kauliwa katika kijiji cha Kiziba ya kwanza, eneo linalojulikana kama Neufport, wakati watu wenye silaha walivamia nyumba na kumpiga risasi. Vyanzo vya ripoti kwamba huenda wengine walijeruhiwa. Jimboni Kongo Central, kazi ya kuweka kisasa barabara ya Soyo Mvwadu inaendelea kupitia ujenzi wa mifereji na kusafisha njia ya barabara. Sehemu hii yenye urefu wa takriban kilomita 3 yadadisiwa kuwa suluhisho la msongamano wa magari unaoathiri mara kwa mara uchukuzi mjini Matadi. Hali hii inasababishwa kwa kiasi kikubwa na trafiki nzito ya malori yanayohudumia bandari na ukosefu wa njia mbadala. Elise Kavira anaripoti zaidi. Kazi za ukarabati wa barabara tayari zimeanza katika mji wa Matadi. Wananchi wengi wanafurahi sana kuona mradi huu ukitekelezwa kwa sababu barabara nyingi zilikuwa zimeharibika sana na kufanya usafiri kwa mgumu. Kwa wakazi wengi, kazi hizi zitasaidia kurahisisha usafiri na kuchangia maendeleo katika mji. Wakazi wa mtaa Ndemba pia wanaamini kuondokana na hali ya kutengwa kutokana na barabara hii mpya. Kwa upande wake, kampuni wa Sikongo inayofanya kazi inaendelea na maandalizi ya ujenzi ili kuhakikisha kwamba barabara zitajengwa kwa ubora mzuri. Kwa kweli, wananchi wanasubiri kwa hamu kukamilika kwa kazi hizi, wakiamini kwamba barabara hizi zitapunguza msongamano wa magari na kuboresha usafiri mjini. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi. Mkoani Ituri, kiongozi wa mtaa wa Irumu uamua kusitisha kwa muda usafiri kwenye daraja la Ituri lililoko kwenye barabara ya Komanda Mambasa. Hatua hiyo itakayotekelezwa kuanzia hii Alhamis tarehe 30 Julai inachochewa na wasiwasi wa usalama. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, Kanali Jean Siron Simba Bunga ueleza kuwa uamuzi huu unalenga kuzuia hatari yoyote ya daraja hilo kuanguka kwa kuwa limeharibika sana na huko litatumiwa litakapokarabatiwa na shirika la ujenzi wa barabara. Uamuzi huo umepokelewa vyema na mashirika za kiraia za eneo ambazo zinaamini utasaidia kuwalinda watumiaji wa barabara. Tumsikilize Dieudonné Sonia Umalangai, makamu mwenyekiti wa shirika la raia la Irumu, aliojiwa na Martial Kizabiamungu. Hali ya kilalo ya Ituri sio nzuri kwa kuchunga ukarabati wake, kwa kuwa kilalo hii imeharibika sana. Tunalomba na shirika ya kiserikali ya Transcom na za usalama zipate kuheshimia hatua hii ya administrator ya mtaa ya Irumu, kwa kuwa kilalo hii inasaidia wakaaji sana sana jeshi letu la taifa wakati ya kwenda kufanya operesheni hapo kwa mtaa ya Mambasa. Kwa hiyo mtu yoyote anapita kinyume kwa hii
hatua ya administrator ya mtaa, tunaomba apate malipizi na sheria, kwa kuwa hatua ya administrator inapasha kuheshimiwa kama kawaida. Kasaji, mji wa pili kwa ukubwa jimboni Lualaba, ulioko kwa kilomita 365 kutoka Kolwezi katika eneo la Tilolo, umekuwa ukikabiliwa na uhaba mkubwa wa maji ya kunywa kwa takribani miaka 4. Mji huo bado hauna mtandao wa ugawaji wa maji unaoweza kukidhi mahitaji ya wakazi wake. Visima vingi kati ya vichache vya umma na vya binafsi havitumiki kutokana na ukosefu wa umeme. Kwa kukabiliwa na hali hii, wakazi wengi wanalazimika kushota maji kwenye bomba zisizo salama na kunywa maji ambayo mara nyingi hayafai. Pole Munanga anaripoti kamili. Jiji hili lenye wakaaji karibu ya 1300 linakabiliwa na ukosefu mkubwa wa maji ya kunywa. Kusafiri umbali wakati ya kilomita 3 na 5 ili kupata maji. Hebu tusikilize maoni ya wakaaji wa Kasaji. Tuko naenda kunywa mamai ya buchafu, na ile mai pa kusema uipate tuko natembea paka 3 km ou bien 5 km. Kisha kwa maforage inye ile kwa Kasaji aitumike moto aikalakeko, mai aikalakeko. Finalement mu province Kanumu tuiko kwetu shuka Kasaji hatuna na mai. Hii wakati ya kipwa hii mai tuenda kushuta mbari sana. Tena ile mai tuenda kushuta ni mai ya buchafu. Bona sema Kolwezi ni province pilote. Shi tuko nateswa sana Kasaji. Ukosefu wa maji ya kunywa katika jiji la pili kwa ukubwa mkoani Lualaba unaleta wasiwasi kubwa kuhusu hatari za kiafya. Hali hii imechochea kundi la kiraia kwetu Kasaji kuchukua hatua na kuwaomba viongozi kwa kupata suluhu kuhusu jambo la ukosefu wa maji safi, usema Kelin Tamb, mratibu wa kundi hili la kiraia. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaonyesha kuwa ukosefu wa maji huko Kasaji unasababisha matatizo makubwa ya usafi na kuzidisha ugumu wa maisha kwa wakaaji. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Kapi. Watumishi kunako ofisi kuu ya shirika SCPT wagoma kazi mjini Kinshasa kwa siku kadhaa sasa. Miongoni mwa dukuduku zao hawa wanadai malipo ya mishahara ya miezi 17, huko wakiwekea uongozi wao shinikizo ili wapewe majibu thabiti. Tusalie mjini Kinshasa kwenye mradi wa maendeleo ya sekta kadhaa na ustahimilivu wa mji mkuu Kinshasa liitwalo Kin Elenda unaendelea kupiga hatua katika awamu yake ya kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu. Kama sehemu ya dhamira yake ya kutoa msaada wa kijamii kwa wafanyakazi, mfumo huu ulitekeleza mpango wa Timo ili kuwapa watu wengi kazi na kushughulikia changamoto ya ukosefu wa ajira katika manispa kadhaa na mitaa mbalimbali ya mji mkuu. Jumatano tarehe 29 Julai, vyeti vya kumaliza kazi vema vilitolewa kwa watu waliotimisha miezi kadhaa wakitumika katika mradi hiyo mnamo manispa ya Kisenso. Tureje jimboni Ituri. Kama tulivyotanguliza, takriban vijana 40 wanaharakati wa mawasiliano toka mji wa Bunia wamechagua kujihusisha na msako dhidi ya Ebola. Walipokusanyika kwa ajili ya mafunzo kuhusu mawasiliano ya hatari na ushirikishwaji wa jamii, hawa walifahamishwa kuhusu njia za maambukizi ya ugonjwa huo, hatua za kuzuia na mifumo ya tahadhari mapema. Jitihada hii inaongozwa na bunge la vijana la Ituri kwa usaidizi kutoka kituo cha kuratibu dharura za afya ya umma. Lengo ni kuimarisha ushiriki wa vijana katika kukabiliana na mlipuko huu ambao unaathiri maeneo kadhaa ya afya jimboni huko. Martial Kizabiamungu anaripoti kamili. Wawasilianaji ya watu hawa vijana wenye ushawishi kutoka Bunya wakiwakilisha mashirika mbalimbali walipata mafunzo ya kusaidia mwitikio wa ugonjwa wa Ebola unayozidi maeneo 26 kati ya 36 ya afya katika jimbo la Ituri. Wakati wa kikao hiki cha kujenga uwezo, viongozi hawa wa mahoni waliulimishwa kuhusu njia mbalimbali za maambukizi ya Ebola na dalili zake za kikliniki. Walishiriki kikamilifu pia na taarifa kuhusu hatua za kuzuia, taratibu na za tahadhari kwa visa vinavyoshukuliwa, huduma kwa wagonjwa na mchakato wa mazishi ya heshima na usalama. Lengo la uandaji ni kuhakikisha kujitolea kwa vijana katika mapambano dhidi ya janga la
Ebola la 17 Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Washiriki ambao waliahidi kuunga mkono juhudi za timu za mwitikio walionyesha hamu yao kuona shughuli kama hizi zikipangwa katika maeneo zingine zilizoziriwa na janga la Ebola jimboni Ituri. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiabungu, Radio Okapi. Hatimaye jimboni Kasai, Dayosisi ya Kabinda ina askofu mpya kwa sasa. Papa Francisco amemteua Padre Mheshimiwa Eustache Ntambwe Makoyo kwa kiongozi wa dayosisi hiyo, ilitangaza mkutano wa kitaifa wa maaskofu wa Kongo katika taarifa iliyotolewa hii Jumatano. Huyo umgomboa Askofu Felicien Tambwe ambaye aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Kananga mwezi Machi 2024. Ifuatayo hivi sasa ni kipindi chetu cha pili cha habari kinachotolewa na Rosalie Zawadi. Jambo. Radio Okapi. Invité en Swahili. Mwalikwa wetu leo ni Dr. Remi Kauka toka Kindu. Yeye ni mwanamemba wa Fondation Mapon. Katika mahojiano yake na Florence Kizalunga, anatueleza kuhusu ufadhili ambao fondation hii imeweka kwa ajili ya watoto 100 wa Manyema kuwasaidia kusoma elimu ya msingi na sekondari. Daktari Remi Kauka, jambo. Jambo sana mama journalist. Fondation ya Mapon tulikuwa naona mulikuwa na pana maburse ku university, lakini mwaka huu mumepana burse zaidi ya 100 kwa watoto wa primary na sekondari. Ukomo ama vision yenu ni gani nyuma ya hiyo jambo? Asante sana mama journalist. Ni kweli Fondation Mapon ilikuwa na pana maburse na inaendelea kupana maburse ku universite. Hapa fondation ilikamata uamuzi ya kupana maburse ku primaire na ku secondaire. Ukomo ni kusema PCA wetu president wa conseil d'administration Mheshimiwa Matata anasema investissement ya mzuri ni kuinvestire ndani ya mutu, inaomba kumfunza mutu, na njoo vile Fondation Mapon iliamua kupana maburse kuanzia kuchio cha msingi ifike ku sekondari, wale wanafunzi wapate mafundisho ya mzuri na waendelee mzuri, wakuwe faida kesho ku Kongo nzima. Sasa kwa mtu kubenefisia ama kwa mtu kupata hiyo burse inaomba nini? Mama journaliste, burse ya Fondation Mapon haina kanuni wala hailipishwe, haina rushwa ndani wala haina ubaguzi. Ile burse d'ailleurs Fondation Mapon iliamua kusible makanisa. Mule ndani ya makanisa kuko batu benye bana uwezo, batu benye bajiweze, na ikasible makominote ya tarafa yote 7 yenye inaunda jimbo la Manyema. Seti territoire, kila kominote inaleta watoto, hapana mumoja, inaleta watoto 4. Wale watoto 4 wanapita ku concours, wanafanya examen. Le meilleur mwenye anaweza njo fondation inamureteni. Ni kusema fondation haina lazima kusema ukuwe mtoto wa fulani, ukuwe wa kabila fulani, unajuana na mkubwa fulani, hapana. Kwanza kuko watoto wengi wako na elimu ya masomo, lakini uwezo wa kuwalipia masomo wazazi wengine hawana. Njo maana fondation haina lazima ya kutia condition kwa kupata ile bourse. Kanisa na makominote bo peke batachagula batoto wenye wanastahili kupata bourse na watasoma kwa bure. Sasa bourse yenyewe iko ya miaka ngapi? Mama journalist, ile bourse kwa kusema kweli haina dire ya namuna moja. Sababu gani? Kuna kominote ya kanisa, kuna kominote ya kikabila inaweza andikisha mtoto ku première année primaire. Kwa mfano, ule mtoto atasoma première année paka 6e anapata certificat, anaingia mu première année secondaire au 7e kwa appellation ya sasa, anapata diplôme d'état. Ule mtoto anaingia mu première année ya graduat au G1 biomede, G1 informatique au G1 économie, na mpaka sana maliza université njo bourse inaishi. Na hatarudisha hata kitu moja kwenye fondation? Fondation Mapon haina lazima ya kusema mtoto mwenye alikuwa prise en charge ku ile bourse akuwe redevable ku fondation, hapana. Fondation Mapon haina lazima. Fondation Mapon susi ni kusema wale watoto wakuwe faida ya nchi nzima kesho, bila ubaguzi, bila kabila, bila rangi ya ngozi, wapate elimu kufaida ya nchi nzima. Yani nyinyi mnahakikishwa sana na hiyo makominote ambapo mlialika na makanisa kwa ajili ya kufanya selection. Muna ombi gani kwa wale watu ambao watafanya ile selection? Amuna woga kwamba waweze kufanya
ubaguzi ama wapendeleo wa moja na mwingine? Ni kweli mama journalist, ni kweli ule woga huko, lakini itakuwa jambo ya kusikitisha sana kama makanisa, kama makominote ya ukabila banaenda kutia upendeleo kwa kuleta watoto, itakuwa huzuni sana. Na ndio maana Fondation Mapon ilitia mkazo wa kufanya examen mbele ya kukuwa admis, na ile examen itakuwa accompagné na Manyema 1, c'est-à-dire provede wetu wa province ya Manyema, sous division ya Manyema 1 batakuwa ndani kwa kufuatilia ili ule mwenye anastahili njoo akuwe beneficiaire wa bourse. Tunashauria wakubwa wa makanisa, tunashauria wakubwa wa makominote bapane chance kwa watoto wote, mwenye anaweza aya asome kwa bure, akuwe faida ya kesho kuinchi. Daktari Remi Kauka, shukrani. Asante sana mama journalist. Radio Kapi, dossier en Swahili. Huko Ituri, unyanyasaji unaofanywa na wanajeshi unaendelea bila kukoma katika sehemu mbalimbali za barabara kote jimboni humo. Hali hii inashuhudiwa kwenye barabara ya kilomita 25 inayounganisha Bunia na Bogoro, ambapo madereva wa bodaboda hulazimika kuwalipa wanajeshi kiasi cha hadi franka 1500 za Kongo kwa kila safari. Kitendo hiki kinakiuka agizo lililotolewa wiki iliyopita na gavana wa jimbo akiamuru kuondolewa kwa vizuizi vyote visivyo halali katika barabara za Ituri. Martial Kizabiamungu alipita kwenye barabara hiyo. Hii hapa ni ripoti yake. Tukiondoka Bunya kwa gari letu kwa kujelekeza hapo Bogoro, tumesafiri kwa shida kilomita 9 tu, wakati kituo cha kwanza cha ukaguzi kinapoonekana hapo Mbogu. Hapa madereva za teksi za pikipiki wanapunguza mwendo, wanatosha noti kwa mfuko yao na kupana kwa askari ajili ya kupata njia. Tunaendelea na safari yetu kilomita chache mbele huko Nyakeru, ni tabia hile ya unyanyasi ndio kuonekana. Nyuma ya kamba inayotumika kama kiziwizi, askari weka alama kwa kila pikipiki kwa kalamu na kuchukua pesa mbele ya kupana njia. Kulingana na madereva kadhaa wenye tuliokutana nao, shida hizi hupunguza zaidi ya mapato yao ambayo tayari yalikuwa yameziliwa na shida za kiuchumi. Kwa njia kwa tunasufiria kwa ajili ya kulipalipa basoda ba poste vile basa yalisha mingi njia. Ile decision kenye gavana na kamata ni decision mzuri zaidi. Kazi ya jeshi ni kugaramia raia na mali yake, sio kuomba pesa kwenye raia. Ile kuomba pesa iko saa si tuko nauza balabala kuuza, haiko vitu vizuri. Kuma province mingine mambo sawa na ile hakuna. Ni kwetu vraiment inakuwa trakaseria ngufu kenye iko nasumbua raia zaidi, haiko mambo mzuri. Na hii decision ya gavana ingeendelea hivi itakuwa kitu maana zaidi kwa sisi. Kando ya barabara inayoelekea Kasenyi, kando ya ziwa Albert, tulihesabu viziwizi ya jeshi 7 ya kuchukua pesa. Wadereva hawa wanalomba na serikali ipate kuchihikiza kwa kumaliza unyanyasi ya jeshi la taifa kwa barabara kati ya Bunya na Bogoro na Kasenyi. Mtualia kwa guverner apima kutosa batu kunjia na tusanya leta tana franga. Kulingana na ripoti mbalimbali, hali hiyo inaripotiwa kwenye barabara ya taifa nambari 27 Komanda Bunya Mahagi. Watetezi wa haki ya kibinadamu wanataka hatua kali na za kutoa funzo zichukuliwe zidi ya askari wanaokiuka uamuzi wa mamlaka ya jimbo. Nikirudi kutoka barabara ya Bunya Kasenyi, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Shukrani kwa mripoti wetu wa siku, shukrani pia kwa mwalikwa wetu, na ni hapo tunafikia kwa tamati ya taarifa ya habari. Shukrani kwako mpendwa msikilizaji wewe ambaye tufuata kwa makini.